Wapendwa wasikilizaji wa Radio Okapi, mjambo, karibu kwa taarifa hii ya habari. Kwanza ni habari kwa ufupi. Mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kutetea mpango wa kuleta amani mashariki mwa nchi. Hii ni kupitia kumaliza uporaji haramu wa mali ya Kongo na kukomesha mitandao inayochochea makundi yenye silaha. Mjini Matadi, wafanyabiashara katika soko la Angonoki wanapinga uamuzi wa mamlaka wa kuhamisha eneo lao la biashara. Soko hiyo inawapokea wafanyabiashara wadogo wanaotoa biashara zao kati ya DRC na Angola. Na jimboni Kasai Central, shirika la kitaifa la huduma za umeme vijijini na maeneo za pembezoni mwa miji ANSER limeviwekea vituo 7 vya afya, kisima cha maji, mfumo wa umeme wa jua na vifaa vya kompyuta. Lengo ikiwa ni kuboresha huduma kwa wagonjwa katika eneo hilo. Wapendwa wasikilizaji, karibu kwa taarifa kamili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatetea mpango wa jumla wa kuleta amani mashariki mwa nchi. Ikihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, DRC ilisisitiza umuhimu wa kupambana na unyonyaji haramu wa mali ya asili pamoja na mitandao inayochochea makundi yenye silaha. Kauli hiyo ilitolewa na waziri wa mambo ya nje Therese Kaikwamba alipokuwa akiongoza kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ilikuwa siku ya 3. Na huku mapigano yakiendelea kati ya FARDC na AFC M23 katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamelaani matumizi ya mateso, ukatili wa kingono na kuwekwa kizuizini kiolela katika maeneo yanayodhibitiwa na kundi hilo lenye silaha. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 21 Julai huko Geneva, Uswisi, walitaka makubaliano ya kusitisha mapigano iheshimiwe na kuwasihi pande zote katika mzozo huo kuwalinda vyema raia. Huko Ituri, MONUSCO imesisitiza tena ahadi yake ya kusaidia vikosi vya Kongo. Siku ya 3, kamanda wa kikosi General Ulysse Demesquita Gomez alikutana na gavana wa jimbo hilo General Gabi Kasongo. Viongozi hao wawili walijadili masuala ya usalama, ulinzi wa raia na hatua za kukabiliana na mlipuko wa Ebola ambao unaendelea kusababisha vifo katika mkoa huo unaochukuliwa kuwa kitovu cha ugonjwa huo. Afisa huyo wa kijeshi wa Umoja wa Mataifa alijadili ushirikiano kati ya MONUSCO na FARDC. Tukumbushe kwamba mkuu wa kikosi cha kulinda amani wa MONUSCO alitembelea Mungwalu, eneo lililoko umbali wa takriban kilomita 45 kutoka Bunia siku ya 3, ambapo MONUSCO inatoa msaada ili kuhakikisha usalama wa shughuli za kukabiliana na Ebola. Kama tulivyosema mwanzoni, wasiwasi unaongezeka miongoni mwa wafanyabiashara katika soko la mpakani la Angonoki mjini Matadi katika jimbo la Kongo Central. Hao wanapinga uamuzi wa mamlaka wa kuhamisha eneo lao la biashara ambalo wanaliona kuwa chanzo muhimu cha mapato kwa familia nyingi zinazotegemea biashara ndogondogo kati ya DRC na Angola. Wafanyabiashara hao wanatoa wito kwa meya wa Matadi kutafakari upya hatua hiyo na kuanzisha mazungumzo na wadau wote. Elise Kavira na taarifa kamili. Kwa wafanyabiashara wengi, soko la Ango ni chanzo cha muhimu sana cha mapato kwa familia nyingi zinazotegemea biashara kati ya Angola na nchi yetu. Kusikia kwamba soko hilo linataka kuhamishwa mahali pengine kunawatia wasiwasi wauzaji wengi. Mmoja wao, Mama Meda Ngoma, yeye anasema wanapenda wajue ni wapi soko litapelekwa. Anaeleza kwamba kama litakuwa mbali, itakuwa vigumu kwao kufanya mabadilishano ya bidhaa na wafanyabiashara wa Angola kama ilivyo sasa. Kwa upande mwingine, Baba Jean Tango, yeye anaonyesha wasiwasi wake kuhusu usalama wa wafanyabiashara. Anaomba mamlaka iwape eneo ambalo liko karibu na mipaka ili waweze kuendelea na shughuli zao za biashara katika hali ya usalama. Tulimwasiliana pia meya wa Matadi Dominique Kodiambete. Ameeleza kuwa eneo jipya la soko liko umbali wa karibu mita 200 kutoka mpakani. Pia ameahidi kutoa majibu kwa wasiwasi wa wafanyabiashara wakati wa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika pamoja nao. Toka Matadi, Elise Kavira, Radio Okapi.
Na huko Mahagi katika jimbo la Ituri, makundi ya asasi za kiraia yameripoti majeraha kwa watu 13 kufuatia maandamano yaliyofanyika siku ya kwanza kwa kupinga unyanyasaji katika vituo vya ukaguzi barabarani na malalamiko mengine mbalimbali ya eneo hilo. Kwa mjibu wa kundi hilo, hakuna hata mmoja aliyejeruhiwa kwa kupigwa risasi. Watu hao waliripotiwa kujeruhiwa katika hali ya woga iliyotokea wakati vikosi vya usalama vilipowatawanya waandamanaji. Jean-Claude Dalokidile aliandaa ripoti inayoletwa hapa na Martial Kizabiamungu. Kulingana na presidenti wa shirika la raia ya pale Mahagi, vikosi vya usalama viliwatawanya waandamanaji wa kutumia risasi za honyo katika uwanja wa Kabumbu wa Mamba ambapo mkutano huu ulikuwa ukifanyika. Washiriki wengi walijaribu kukimbia kwa hofu katika ghasia zilizotokea. Watu 13 waliumizwa vikali. Wahanga walipelekwa katika vituo mbalimbali vya afya hapo Mahagi ili kupata matibabu. Vyanzo vya raia pia vimeripoti ya kwamba maandamano hayo yalivuruga sana shughuli katika vituo kadhaa kote katika eneo hilo la Mahagi. Maduka na huduma zingine zilibaki zimefungwa kwa muda mrefu wa siku. Wakilishi wa kiraia wamesema ya kwamba wameasilisha haki yenye mapendekezo kadhaa yao kwa mamlaka ya mtaa. Wanatumaini ya kwamba kuwasili kwa ujumbe umoja kutoka Bunya ilifika katika eneo la Mahagi Jumatano kutawezesha kufungua mazungumzo na maafisa wa eneo hilo na kupata suluhisho kwa madai ya waandamanaji kwa kusaidia upungufu wa mvutano. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Jimboni Kivu Kaskazini, kijiji cha Ntoto ambacho ni makao makuu ya utawala wa groupement ya Waloa Uroba katika mtaa wa Walikale kinaanza kutoka katika hali ya kutengwa. Siku ya 3 wakaaji walipokea kwa furaha pikipiki ya kwanza ya usafirishaji wa abiria baada ya miaka nyingi za kutengwa. Hiyo ni kutokana na kukamilika kwa awamu ya kwanza ya kazi ya kufungua barabara ya Buhimba Ntoto. Mradi huu wa barabara yenye urefu wa kilomita 54 unafadhiliwa na sekta ya Wanyanga kwa kutumia fedha zake yenyewe. Bernardin Nyangi kwa maelezo zaidi. Kwa mujibu wa kiongozi wa sekta la Wanyanga Descartes Akilimali, mradi hii ni sehemu ya mpango wa maendeleo ya eneo hilo la miaka 5 ulioanzishwa mwaka wa 2024, huku utekelezaji wake ukitarajiwa kuendelea hadi mwaka wa 2029. Awamu hii ilihusu kufungua njia kati ya Buhimba na Ntoto, lengo likiwa kuunganisha eneo hilo na mtandao wa barabara toka Walikale Centre hadi Ngora na hatimaye kuimarisha mawasiliano kati ya Walikale na mji wa Nyabiondo katika mtaa jirani wa Masisi. Kiongozi wa sekta anabainisha kuwa imesalia kwa awamu hii kazi ya kilomita karibuni 10 ili kufikia lengo lake. Awamu ya pili itajikita katika kujenga miundo mbinu ya kuvuka maeneo yenye changamoto, kuboresha maeneo yenye kinamasi ama matope na kuchimba mifreji ili kuruhusu magari kufika Ntoto. Mradi hii ya gharimu kwa jumla dola za Marekani 1450 zikifadhiliwa na mapato ya mali toka kodi za ushuru na miraba ya madini. Kupitia mradi huu, sekta ya Wanyanga yalenga kufungua vijiji vilivyotengwa, kuboresha shughuli za kiuchumi na hali ya maisha ya wakazi. Huko Kivu Kusini, shirika nyipya la kiraia la wilaya ya Kale linatoa wito kwa wamiliki wa boti na wasafiri kuzingatia viwango vya uzito unaoruhusiwa kwenye ziwa Kivu. Wito huu unalenga kuzuia ajali zinazotokana na kupakia mizigo au watu kupita kiasi wakati huu ambapo kuna mawimbi makali. Kiongozi wa shirika hilo, Benjamin Mungazi, anawataka watumiaji kuwa waangalifu zaidi wanapokuwa ziwani, kwani ziwa hilo linatumiwa sana na jamii zinazoishi kando kando yake. Na kwa mwisho, vituo vingi vya afya mjini Kananga, makao makuu ya jimbo la Kasai Central, bado vinafanya kazi bila kupata maji safi au umeme. Hali hii inatatiza kazi ya wahudumu wa afya na kuathiri ubora wa huduma kwa wagonjwa. Ili kusaidia kuboresha hali hii, shirika la kitaifa la huduma za umeme vijijini na maeneo ya pembezoni mwa miji ANSER limeviwekea vituo 7 vya afya, kisima cha maji, mfumo wa umeme wa jua na vifaa vya
kompyuta. Mpango huu ni sehemu ya mradi wa Mwinda unaolenga kuimarisha huduma za afya kwa kuboresha mazingira ya kazi ya wahudumu wa afya. Ripoti hii imeandaliwa na Andre Katende Ngalamulume, Benjamin Mudumbi atafsiri. Vituo vya afya sita ikiwemo Sainte Thérèse, Saint Joseph, La Persévérance, Christ Roi, Mamouetu na Croix Rouge pamoja na hospitali kuu ya Lukonga wamepata msaada wa vifaa. Kwenye vituo hivyo kupata maji safi inabaki shida kubwa. Kukatika kwa umeme mara kwa mara unahatarisha utoaji wa matibabu na ukosefu wa vifaa muhimu vya kazi inafanya kuwa vigumu kuchunga na kuweka vizuri matokeo ya kiafya. Kupitia msaada huu wa vifaa mapya, vituo hivyo vinatarajia kuboresha mazingira ya kazi ya wafanyakazi wa afya na kuhudumia zaidi wagonjwa. Kwa miaka mingi tulikuwa tunazalisha na kutoa matibabu ya haraka bila umeme. Ukosefu wa maji uliharibu kanuni za usafi, maambukizi na usalama wa wagonjwa. Hayo maoni ya mpataji msaada wa mahali. Kwa ANCR, vifaa hivyo vitasaidia kuimarisha huduma za afya na kuboresha mazingira ya kazi ya wafanyakazi. Alexis Mulomba, kiongozi wa ANCR munako eneo la Kasai, anaeleza kuwa vifaa hivyo vilivyopewa leo vinaruhusu kuboresha huduma ndani ya vituo vilivyopata msaada huu. Akiwa kwenye sherehe hiyo, gavana wa Kasai Central Joseph Moise Kambulu amewaomba viongozi wa vituo vilivyopata msaada huu kutumia vifaa hivyo kwa makini ili viweze kusaidia wananchi kwa muda mrefu. Asante kwako Benjamin Mudumbi. Ni pamoja nawe ndipo tunafikia mwisho wa kipindi hiki cha kwanza cha taarifa hii. Wapendwa wasikilizaji, na wakaribisha sasa kufuata kipindi cha pili, na ni pamoja naye Bernardin Nyangi. Jambo kwa Rosalie Zawadi. Tufungue karasa huo na mwaliko wetu wa siku. Radio Okapi, invité en Swahili. Tumempokea Bwana Crispin Bolela Barigenga, kiongozi wa kitengo cha maendeleo ya kijamii mnamo kiwanda Kalima Mining Company. Kupitia hiyo mpango wa utekelezaji wa makubaliano yaliyotiwa saini na jamii zilizoathiriwa na shughuli za uchimbaji madini, kampuni hiyo ilizindua miradi kadhaa za maendeleo ya kijamii kwa ajili ya wakazi wa eneo la Beya mtani Pangi. Crispin Bolela Barigenga hutoa maelezo zaidi katika mazungumzo haya na Florence Kizalunga. Crispin Bolela, jambo. Jambo sana. Kalima Mining Company, kampuni yenu mumeanzisha kazi kirasmi, kazi ya miradi mitatu kwa ajili ya wakaaji ndani ya mtaa wa Pangi. Tunaweza kujua nini iliweza kusukuma nyinyi kufanya hivyo? Ndio, aksanti. Tariki 4 mwezi wa 7 tulifanya mzinduo. Ninaweza kusema tulianzisha miradi 3. Moja ya kuletea raia maji, ingine ni ya kujenga masomo Lendelende, ingine ni ile ya kutengeneza barabara kati ya groupement Ulimba. Na yenye lihusu ile kazi ni kuona kama tulisaini cahier de charge kwa wale wandugu population ya Ulimba, Jua na Sange pale kwenye kazi yetu inafanyika ya exploitation miniere, na ni wale tulisema tutawafanyia ile mamiradi kusudi ya kuinua maisha yao. Na ni miradi gani ambapo mmeifanya? Miradi yenyewe kulikuwa ile ya kujenga mapui kusudi watu wapate maji. Tutajenga pui 12 na source moja katika ile magrupema 3 tunasema Nsange, Ulimba na Jua, na tutajenga masomo Balendelende katika grupema ya Ulimba, na pia tutatengeneza barabara kilomita 12 katika grupema ya Ulimba pia. Kazi hiyo mmeifanya ni kwa sababu wakaaji wiko impacte na hiyo maaktivite yenu ya uchimbaji madini. Mnawaza kwamba mtaweza kusimamia kwa hiyo miradi mitatu? Hapana, nia yetu ni ya kufikisha ile engagement tulikamata na raia wa ile groupement 3. Ninasema katika ile cahier de charge tulisinye cahier de charge na muko miradi 11, na ile yote lazima tuimalize katika miaka 5, yani mpaka 2029 ndio ile miradi 11 itakuwa imeisha. Kwa leo ile miradi 3 tulifanya inaenea miradi 8 sasa yenye tulishaanzisha. Katika kazi zote hakukosi magumu. Kunako ngambo yenu, magumu gani mnaweza kukumbana nayo wakati mnaoendesha makazi hiyo? Magumu tuko nayo ni mengi. Ya kwanza ni ile namna ya kufikisha vifaa vyetu kutoka
mainchi mbalimbali kufika huku kwetu. Mnajua province yetu ni yenye haina mabarabara na haina njia kamili ya kutoka nje. Sasa vifaa vyetu vinatokea Tanzania mara mingi kutoka Ulaya na vinasimamia Kalemi, kwani tulikuwa tunategemea njia ya SNCC. Sasa SNCC inafanana haitumiki, ndio kwa maana kunaonekana vifaa vyetu vyenyewe vinamaliza mwaka na nusu kwa leo mpaka Kalemi, na ni vile vinatuma hatuyaweza kujenga mauzine zetu mbili kama vile tulikuwa tunatarajia. Na wakati mnapokuwa mkitumika, eti mnasi usindikizi wa government ama wakuu viongozi wa jimbo na hata vile wakaaji? Ndiyo, tuna lazima ya kusindikizwa na wakubwa wa jimbo na pia wakaaji, na ile tunaipata kweli. Kwa kusema kweli, wakubwa wa jimbo wanatusindikiza, kwani mara walienda hata Lubumbashi kwenda kusema na DG wa SNCC kusudi atufungulie njia, atupatie malokomotive, ilete ile vifaa vyetu vyenye viko Kalemi. Na hapa kuna maservisi mbalimbali za serikali zenye hazioni kama tunafanya kazi kwa ajili ya raia, walipenda kutubloke kidogo, lakini governor anajitia ndani na maservisi zake, na naomba wale wa servisi watuache tuendelee na makazi tunafanya kwa ajili ya raia. Anatusaidia sana, na population lokale nayo inatusaidia pia. Donc yenye tunaomba ni ile population ijiaproprie ile kazi tuko tunafanya, kwani kama hawajiaproprie nayo tutamaliza kufanya kazi na labuta bitu sawa manyumba, masomo wala centre de sante vinaweza kuharibika kama raia haioni kama ni mali zao. Ndio kwa maana tunaendelea kuwahimiza kusudi wasikie kama ile tuko tunafanya KMC kunafanya leo ni vitu tutawaachia na lazima waviendeleshe kusudi viweze kudumu. Bwana Crispin Bolela, aksanti. Aksanti sana mama kwa kazi yako. Radio Okapi, dossier en Swahili. Kwa ripoti yetu muhimu ya siku, mafasirio ya sheria mpya ya ardhi ya tarehe 30 Desemba 2025 ilikuwa lengo la kikao cha siku mbili kilichohitimishwa hivi karibuni mjini Beni. Hafla hiyo iliyoandaliwa na ofisi ya uratibu wa mkoa ya tume ya kitaifa ya marekebisho ya ardhi CONAREF kwa kushirikiana na shirika la Action for Peace and Concord ililenga umiliki wa sheria hiyo miongoni mwa wanaharakati muhimu wa uongozi wa ardhi. Huko vipengee vipya hivyo vya kusaidia kupunguza migogoro ya ardhi eneo hilo vile tizamiwa. Mark Marofimbo anaripoti kamili. Uhamasishwa kuhusu sheria hii mpya ya utaratibu wa masuala ya ardhi liliwafurahisha sana wahudhuriaji. Mmoja wao Kambale Bakanamaha Farao ashuhudia hapa. Tumefunzwa na kuona nini ambayo imekuwa tena ya mpya, paske kulikuwa sheria mbele, lakini hii imekuwa tena ya mpya ya kuleta tena ambayo tunaita innovation. Ile imeturahisisha tena zaidi kuona kama udongo una maana. Watu walikamata udongo, wanakamata maespasi mingi zinakuwa inexploité juu bon peut-être juu ya kukua ba politicien ou bien kukua na matitre fulani, mais l'etat imekamata mpango ya kuenda kuangalia udongo gani haikutumikiwa, haikukua mise à valeur, wanakamata kusudi waipatie yule ambaye anaweza weza kuitia valeur. Et puis même les vulnérables wale wenye balikuwa hawana vraiment le moyen ya kupata udongo, bamepatikana ndani ya loi kusudi waweze nao kuakirir bulongo. Mwisho kikao tumekubaliana sisi sote kuenda kuhimiza raia kuhusu sheria mpya ya udongo, kusudi kila mtu aifahamu, aijue na ajue nini iko ndani. Alafu tutaambia raia ya kwamba kuna vitu vya mpya ambavyo vimetokea vinavyorahisisha raia kusudi aweze kupata udongo kwa urahisi. Nini ni mapendekezo ya waandalizi ya kikao hiki? Bi Marthe Veve, muhusika na utaratibu wa kazi kunako shirika la APC, alisema rekomandasyon yetu ya mwisho kwa wenye walioshiriki ilikuwa kusema ile sheria yenye tunawafundisha leo na ile madeplia tunawaletea leo isikuwe yenye inabakia kwa mabiro zao, lakini wapashe hiyo habari, waende na ile habari, waende nao kwanja kwenye wanatumika, waende nao pia kwa makominote zao. Juu tunawaforme kukuwa wa vulgarisateur ya ile sheria.
Ndio tangu sasa kazi yao ni kupasha ile habari kwa wengine, kila population ajue sheria yake ndani ya kuchunga udongo enye leta alimpatia. Juu ya kuchunga kidogo ya udongo enye yana jere kama tu gera. Ajue sheria gani inamuletea mamlaka gani na kwa niveau gani. Juu kila mara sisi hatujue sheria, ndio maana tunaanguka ndani ya mamizozo fulani fulani na ba voisin na ba population parfois na ba coutume, alors que kama tungejua sheria na tungejua haki zetu, tunapasha kuiprevenir na mizozo itapunguka ndani ya majamii yetu, ndani ya makomunote yetu na ndani ya makazi yetu kwenye tunatumika. Ifahamike kwamba uwezekano wa kikao hiki kilitolewa fursa na mashirika Interpeace, APC, Ebuteli, Paul Institute ikidhaminiwa kifedha na Umoja wa Ulaya. Beni, Mark Marofimbo, Radio Okapi. Ni hayo yaliyohusu kipindi chetu cha pili cha habari. Rosalie Zawadi. Asante kwako Bernardin Nyangi. Wapendwa wasikilizaji, ni hapo tunafikia mwisho kabisa wa taarifa hii ya habari ya Radio Okapi. Mimi ni Rosalie Zawadi na washukuru kwa kutusikiliza. Kwaheri.